Ni siku yenye umuhimu mkubwa kwa wakazi wa Dar es Salaam leo tarehe 1 Juni 2025. Mwenge wa Uhuru umewasili kutoka mkoa wa Lindi, ukiendelea na safari yake ya kitaifa ya kuhamasisha amani, utulivu, maendeleo, mshikamano na uzalendo. Huku kauli mbiu ya mwaka huu ikisema, jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Ujumbe huu unaambatana na ujumbe wa kudumu wa Mwenge wa Uhuru kuhusu mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi, malaria, dawa za kulevya, lishe na rushwa. Lakini pia ukisisitiza ustawi wa jamii, kuonyesha jitihada za kupambana na ukatili wa kijinsia kwa makundi yote maalum wakiwemo watoto. Mwenge huo mwenge, mwenge tunaokimiza baba makao makuu. Nakiri kupokea mwenge huo uhuru ukiwa unawaka unameremeta, pamoja na wakimbiza mwenge 6 wakiongozwa na kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru 2025 ndugu Ismail Ali Ussi, akiwa na afya njema yeye pamoja na wakimbiza mwenge wote. Nakiri pia kwamba mwenge huo uhuru utakimbizwa katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, na wakati wote ukiwa katika mkoa huu utakuwa salama, ukihamasisha amani, upendo, utulivu katika mahali pote ambapo utapita mwenge huu. Aidha, baada ya kukimbiza mwenge wa uhuru, tutaukabidhi katika mkoa wa Tanga. Ninakuahidi kuwa utakuwa salama, ukiwa unawaka na kumeremeta, tayari kuendelea na kazi zote katika mkoa wa Tanga. Mwenyezi Mungu tusaidie tuweze kuitimiza kazi hii salama. DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu. Akihutubia mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert John Chalamila wakati wa sherehe za mapokezi na ufunguzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru katika eneo la Zakiem Mbagala, alizungumza yafuatayo. Mwenge huu wa uhuru nilioupokea leo utaanza kukimbizwa hapa Temeke, na tarehe 2 utakimbizwa Kigamboni, tarehe 3 utakimbizwa Ilala, tarehe 4 utakimbizwa Kinondoni, na tarehe 5 utakimbizwa Ubungo. Aidha, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba pia nikupe taarifa kwamba mwenge huu wa uhuru utakimbizwa kilomita 357 ukikagua miradi 36 yenye jumla ya thamani ya bilioni 79.2. Mwenge huu wa uhuru unabeba kauli mbiu ya kujitokeza kushiriki katika uchaguzi mkuu 2025 kwa amani na utulivu. Aidha, pamoja na ujumbe huu, mwenge huu wa mbio za uhuru unaambatana na kauli mbiu za kudumu kama vile mapambano dhidi ya VVU na ukimwi, mapambano ya rushwa, mapambano ya malaria pamoja na madawa ya kulevya. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba nikuthibitishie kwamba viongozi wote ikiwemo mimi pamoja na wenzangu wa mkoa huu wa Dar es Salaam tumejipanga kuhakikisha mwenge wa uhuru unakimbizwa katika baadhi ya maeneo mengi, kumulika maendeleo, kukagua pamoja na kufanya mengine yote kadiri ya mujibu wa sheria na taratibu na yale ambayo tutaelekezwa na kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka 2025 ndugu yangu Ismail Ali Ussi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba pia upokee taarifa kwamba baada ya kukimbizwa katika mkoa wa Dar es Salaam, tarehe 6 tutaukabidhi mwenge huo uhuru kwa mkuu wa mkoa wa Tanga. Nina uhakika kwamba miradi yote ikiwemo miradi ya maji, miradi ya afya, miradi ya elimu pamoja na miundombinu mingine itakayopitiwa na kukaguliwa ndani ya mkoa wa Dar es Salaam itakuwa ni miradi ambayo imetekelezwa kwa kiwango cha juu sana. Mwisho, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba nitumie nafasi hii tena kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu miradi hii yote 36 itakayopitiwa na mbio za mwenge ni miradi ambayo imetumia bilioni 79 zilizoletwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kuleta maendeleo ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Mwenge unaingia Ubungo Makuburi, mwenge unaingia, mwenge unaingia, mwenge pio. Baada ya Mwenge wa Uhuru kuwasili viwanja vya shule ya msingi Makuburi, halmashauri ya manispaa ya Ubungo, kwa kuzingatia itifaki, kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa ndugu Ismail Ussi alipata fursa ya kutembelea mabanda ya idara mbalimbali ili kufahamu huduma zilizokuwa zikitolewa kwa wananchi. Vijana, akina mama na watu wenye mahitaji maalum, endeni manispaa
manispaa yetu ya Ubungo tukatumia fedha zilizopo kwa ajili ya mahitaji yetu sisi. Kwa hiyo watu watano hapa tuhesabu watano ni tupeni milioni 40. Yaani nyinyi wenyewe kwanza mtajisikia faraja sana. Haya yanawezekana na yanafanyika ndani ya manispaa hii yetu ya Ubungo. Sharti ya fedha hizi hauwezi kupewa wewe kama wewe peke yako. Lazima mjikusanye kikundi kinachoanzia watu watano na kuendelea. Ukijihisi wewe na marafiki zako ambao mnaelewana lugha moja, ambao mnaishi ndani ya wilaya moja, basi jikusanyeni nyinyi mtakuwa mshatosha watano ama 10. Nendeni kwa mkurugenzi wa manispaa, mwambie sisi tunatamani kufungua duka la simu, sisi tunatamani kufungua duka la vifaa vya umeme, sisi tunatamani kufungua saluni ya kike, sisi tunatamani kufungua duka la vifaa vya mchele. Kimwambia huyu mkurugenzi, basi yeye atakukabidheni kwa afisa wake wa maendeleo ya vijana, atakwambieni leteni vitambulisho vyenu, leteni barua ya mwenyekiti sijui wa kata. Yaani hivyo kisha kuvipeleka tu, basi wewe utasema mnahitaji bei gani? Tunahitaji milioni 100, tunahitaji milioni 50, zote hizo zitaweza kupewa. Tujipigie makofi sana. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Na baadhi yao wataalamu wa ustawi wa jamii na lishe walioshiriki katika sherehe hizo za mbio za mwenge, waliokuwa wakitoa huduma mbalimbali katika mabanda yao, walitoa maoni yao jinsi walivyoupokea mwenge na namna walivyokuwa wakiwahudumia wananchi. Kwa sisi kama maafisa wa jamii katika mapokezi haya ya mwenge wa uhuru, shughuli ambazo tunazifanya ni kuhakikisha kwamba tunazuia vitendo vya ukatili, lakini pia tunahakikisha kwamba jamii inakuwa salama katika shughuli hizi za sherehe yetu hii ya mapokezi ya mwenge wa uhuru, lakini pia kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa salama, lakini pia kuhakikisha kwamba watoto wanaopotezana na ndugu wazazi wao tunakutanisha na ndugu zao na kuunganisha nao. Lakini sambamba na hilo, kutoa elimu ya kupiga vitendo vya ukatili. Tunafahamu elimu kadiri unavyoitoa mara kwa mara ndivyo inavyowafikia wanajamii na kusikika masikioni mwao, na mwisho wa siku tunaweza kwa kiasi kikubwa kuifikia jamii ambayo iko hapa katika shughuli hii ya mapokezi ya mwenge wa uhuru kwa mwaka huu 2025 kuweza kuwafikia watu wengi zaidi. Sisi tunafahamu hapa kuna watu wengi. Sisi kwa leo kwenye hizi mbio za mwenge wa uhuru tumezingatia kauli mbiu kwanza ya uchaguzi, lakini pia tuna kauli mbiu mama ya kuhusu masuala ya lishe inayosema mtaji ni afya yako, zingatia unachokula. Kwenye kauli mbiu hiyo sisi ambacho tumekifanya ni kuonyesha wilaya jinsi ambavyo wanatekeleza mkataba wa lishe wa awamu ya pili wa mwaka 2021 mpaka 2026 kwa kutumia kauli hii. Kwa kuzingatia hayo, tumeweza kutekeleza mwongozo wetu mpya wa makundi ya chakula ambao tumeyaona hapo. Sasa tuna makundi 6 ya chakula. Kundi la kwanza vyakula vya nafaka, mizizi na ndizi mbichi. Kundi la pili vyakula vinavyotokana na wanyama. Kundi la tatu vyakula vinavyotokana na mimea. Kundi la 4 mboga mboga. Kundi la 5 matunda na kundi la 6 ni mafuta. Kwa kuendelea kuelimisha wananchi wa Ubungo, tumeendelea kufanya hivi kwenye siku za afya na lishe za mtaa. Kwa hiyo leo tumekionyesha kile ambacho tumekuwa tukifanya kulingana na kauli yetu kwamba mtaji ni afya yako, zingatia unachokula. Kwa hiyo wananchi wa manispaa ya Ubungo tumeendelea kuelimisha sana. Tupo hapa katika siku hii ya mwenge katika wilaya yetu kwa ajili ya kufanya uhamasishaji wananchi wa wilaya ya Ubungo wajiunge na bima ya afya. Tunajua kabisa kwamba gharama za matibabu ni kubwa sana, lakini bima yetu ya ICHF ambayo ni bei rahisi, mtu mmoja 40,000, kaya 1,500, watu 6, unajipatia huduma za msingi katika vituo vyote vya afya, tukianzia zahanati kwa kufuata mtindo wa rufaa, hospitali za wilaya na hospitali za rufaa za mkoa. Unapata huduma za x-ray, huduma za ultrasound, kama vipeperushi vyetu vinavyoonyesha, vipimo vya maabara, huduma za upasuaji unapata kupitia hii bima yetu ya ICHF. Hivyo tupo hapa kufanya uhamasishaji na tunashukuru Mungu watu wamejiunga kwa siku ya leo. Tunaendelea kutoa elimu na tunasisitiza na tunaomba wananchi wote wahakikishe wana bima ya afya ili waweze kupata uhakika wa matibabu. Tunashirikiana na timu hii katika zoezi zima la uchangiaji damu ili kuhakikisha katika hospitali zetu na vituo vya afya tunakuwa na damu ya kutosha ambayo inafanyika msaada mkubwa sana kwa wagonjwa, hususan wamama wajawazito wanaoweza kupoteza damu nyingi wakati wa kujifungua, lakini pia watoto wadogo na wagonjwa wanaotokana na
na sababu mbalimbali zikiwemo magonjwa ya saratani, lakini pia na ajali za barabarani na kupoteza damu nyingi wakahitaji damu. Mimi katika timu ninashiriki kama mshauri nasihi ambaye ninatoa ushauri kwa wananchi waone umuhimu wa kujitolea damu ili kwamba iweze kuwasaidia Watanzania wenzetu wenye uhitaji wa damu. Jamii yenye ustawi, furaha yetu. Zoezi hili la mbio za mwenge kitaifa mkoa wa Dar es Salaam lilihitimishwa kwa amani na usalama katika halmashauri ya Ubungo kwa kuzingatia itifaki, na kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam, mkuu wa mkoa Mheshimiwa Albert Chalamila aliwashukuru viongozi wa Mwenge wa Uhuru na wote waliohusika katika safari hii ya maendeleo, kisha kukabidhi rasmi kwa mkuu wa mkoa wa Tanga ili nao waendeleze azma ya kuleta maendeleo, utulivu na amani ya taifa letu. Mimi Albert John Chalamila na kukabidhi mwenge huu wa uhuru wewe Dr. Batilda Buriani, mkuu wa mkoa wa Tanga, ili uweze kuukimbiza katika mkoa wako. Aidha, na kukabidhi wakimbiza mwenge 6 chini ya ndugu Ismail Ali Usi, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru 2025, pamoja na wakimbiza mwenge wengine, pamoja na waratibu wakiwa na afya njema, wenye ukakamavu, tayari kwa kukimbiza katika mkoa wa Tanga. Aidha, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, na kukabidhi mwenge huu unawaka, unameremeta na unang'aa, ili ukatafsiri falsafa ya heshima kwa watu, upendo kwa taifa, na kutafsiri falsafa ya kweli kuwa Tanzania ni nchi huru. Baada ya kusema haya, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Tanga, sasa Mwenyezi Mungu akusaidie ili uweze kuukimbiza katika halmashauri zako zote za mkoa wa Tanga. Mwenyezi Mungu akusaidie. DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu.